Karibu Kasako Media. Rais Donald Trump alitangaza Alhamisi kwamba viongozi wa Israeli na Lebanon wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano, ambayo yalikuja huku mapigano yakiendelea kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Trump alisema kwenye Truth Social kwamba Rais wa Lebanon Joseph Aoun na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamekubaliana kwamba ili kufikia amani kati ya nchi zao, wataanza rasmi mkataba wa siku 10 wa kusitisha moto saa 5 usiku. Trump alisema amemwagiza makamu rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio kufanya kazi na nchi hizo ili kufikia amani ya kudumu, akiongeza kwamba wamewaalika Aoun na Netanyahu kushiriki katika mazungumzo ya amani katika ikulu ya White House. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alikaribisha usitishaji mapigano, akisema kwenye X kwamba ilikuwa lengo muhimu kwa Lebanon katika mazungumzo wiki hii. Netanyahu alithibitisha katika taarifa za video kwamba alikuwa amekubali kuisitisha mapigano kwa muda, lakini akasema Israeli haijakubali kujiondoa kusini mwa Lebanon. Jeshi la Lebanon liliwaonya watu kuepuka kurudi vijijini kusini na kuepuka kukaribia maeneo ambayo vikosi vya uvamizi vya Israel vimesonga mbele. Mkataba wa kusitisha mapigano unalazimisha Israeli na Lebanon kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja ya nia njema yanayowezeshwa na Marekani kwa lengo la kufikia makubaliano kamili ambayo yanahakikisha usalama wa kudumu, utulivu na amani kati ya nchi hizo mbili, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema. Hezbollah, ambayo pia ni chama chenye nguvu cha kisiasa nchini Lebanon, haijashiriki katika mazungumzo hayo. Afisa mkuu wa Hezbollah aliambia NBC News Jumatano kwamba ikiwa Israeli imejitolea kikamilifu kukomesha kabisa uhasama, basi jambo hili litakuwa chini ya kuzingatiwa na Hezbollah. Iran imesisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya Lebanon lazima yasimamishwe kama sehemu ya makubaliano yoyote ya muda mrefu ya amani na Marekani na Israel.